Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi, ambao ni mgeni rasmi kwa kuwakilisha, na meza uliofuatana nayo pamoja na mashekhe na wote mliohudhuria, mimi nimeambiwa nastahiki kupangiwa mada hii kwa sababu ya umri wangu. Ni kweli nimezipita au nimezifahamu, naweza kusema mpaka Ramadhani 62 nimeweza kuzifunga. Kwa hivyo inaweza kuwa kweli, kwa sababu sasa hivi ni 72. Kwa hivyo miaka 10 unaanza kwa hapa petu, miaka 7 unafunga, miaka 6 unafunga. Mada hasa ni Ramadhani ya Zanzibar ilivyoleta upendo, amani kwa watu wake hizo zama hizo. Nitazungumzia kwa vipande. Ramadhani ya Zanzibar, naweza kusema Zanzibar Uislamu umeingia toka ulipoingia Uislamu katika Afrika Mashariki. Kwa hivyo na Zanzibar ilikuwamo, na miongoni zile nguzo za Uislamu nazo zimeingia, ikiwamo Ramadhani. Kwa wakati huo ambao mimi sijazaliwa, Ramadhani ilikuwa inaingia kwa kuonekanwa mwezi wa sehemu, wakati mtandao haujafanya kazi vya kutosha. Na kwa umri wetu au umri wangu, Ramadhani ilikuwa ikiingia, nakumbuka panapigwa mizinga. Tasikia mzinga huo Ramadhani, na sikukuu ndio hivyo nakumbuka, imeacha hivi karibuni. Kwa wakati huu simu na taratibu za mtandao zimetugeuza kidogo. Ramadhani ya zamani, hasa kwa kule kwetu mashamba, natumai na mjini ilikuwa hivyo, watu walikuwa wakifuturi au wakifutari pamoja. Jioni linawekwa busati hapo, kila nyumba inaleta sahani yake, na wakati mwingine akina mama wapishi wa hizo sahani walikuwa wakiulizana kijirani, leo utapika nini wewe? Leo mimi napika muhogo, leo napika viazi, leo napika majimbi. Basi mimi nitapika hivi. Zile varieties za vyakula zilikuwa zikipishana katika shamba kule. Na mjini kwa umri wangu atasema hivyo, nyumba hii na hii na hii, mnakaa pamoja, mnakula pamoja, mnafutari pamoja. Hiyo ndo Ramadhani ya Zanzibar hapo nyuma. Imekuja hivi sasa. Kwa nini imeondoka? Sina uhakika kwa hili nalolisema. Imeondoka kwa sababu tumebadilisha nia. Za watu wa zamani ilikuwa nia moja. Kama vipi? Sasa hivi ndo maana ikaondoka, hakuna vile vikao vya Ramadhani ya pamoja kule mashamba na hapa mjini, kwa sababu tulianza kuchunguzana. Leo kaleta muhogo, jana kaleta muhogo, juzi kaleta muhogo, juzi kaleta majimbi, hata kunde Ramadhani nzima hajaleta. Unaona hiyo imetokea hapa, ikaanza kupungua kasi kwa kule shamba na hapa mjini. Ramadhani ijayo mesendi. Kwa nini? Basi tu takaumu mwangu kaambiwa, we kila siku unapika muhogo. Watu wa zamani walikuwa hawako hivyo. Sijui imetoka kwetu sisi wanaume au kwa kina mama wanawake. Hapa siwezi nika verify nani aloanza. Kaanza kuingia shetani.
Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Ra'd, natumai, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hawezi akabadilisha walionayo watu mpaka kwanza wao wabadilishe ndani ya nafsi zao. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allahu biqaumin su' fala maradda lahu. Hali ya hewa ikabadilika kwa sababu ya vijineno neno, ama kwa sisi wanaume au kwa wenzetu wapishi, ile kila siku analeta hichi, kila siku, basi hata siku moja hakupika tambi, hana uwezo. Ikaanza Ramadhani hii haji. Kwa nini huja? Mashughuli mengi, tutakula mhogo wetu na yanarejesha. Hali ikaanza kubadilika kwa sababu tumebadilika sisi wenyewe. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya, nafikiri alipokea Abu Sa'id al-Khudri an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amesema kwa riwaya tofauti, man kana lahu fadlu zadin falyu'id ala ma la zadda lahu. Katika riwaya nyingine imekuja kwa dhaha, aliyekuwa ana kipato kilichozidi katika matumizi yake, basi ampe yule aliyokuwa hana. Si kwa Ramadhani. Tazama jamii vipi inaishi. We maisha yako unaweza, unatakiwa umsaidie kwa sadaka yule aliyekuwa hana kile cha kutoa. Na wakati huo huo katika surati Tauba hii naelezea kwa sababu ya mabadiliko ya nyoyo zetu katika jamii, itabidi turudi kule ikiwezekana. Allah anasema katika surati Tauba aya natumai ya 79, huku kutoa huku ilikuwa kwa wanafiki, wakasema eti na yeye ataichi anatoa. Alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat, wale ambao alladhina yalmizuna, lams ni kuteta, lams ni kutia aibu, wale ambao wanaotia aibu, wale wanaojishogeza kwa Allah katika Waislamu, fi sadaqat, katika sadaka. Na kile chakula unachopeleka pale, kama ni sadaka, tunapeana sisi wenyewe kwa wenyewe. Wewe umeleta hichi, huyu kaleta hichi, huyu kaleta hichi, huyu kaleta hichi, tukila tunakula sadaka zetu. Lakini walladhina la yajiduna illa juhdahum, na wale walokuwa hawakupata illa taqatahum, juhdahum ay taqa, illa uwezo walionacho ndo wanapeleka pale. Hufanya nini? Fayasgharuna minhum, kila siku muhogo tu, narudi pale pale, kila siku hicho tu. Ndo uwezo wangu, ndo nilicho nacho. Kwa nini muniseme? Kwa nini munitie aibu? Sakhiru minhum, huwafanya sukhria. Hawa wanasema Allah sakhira Allahu minhum walahum adhabun alim. Hii aya imekuja katika wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu tutoe sadaka au tutoe cha kutoa, twende katika kusimamia Uislamu. Tunaweza kuiweka hapa, tunasemana, tunatiana aibu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Je, litaondoka hili? Question mark kubwa. Kama tutabadilisha nyoyo zetu, kwa nini lisiondoke? Linaweza likaondoka. Tuondoke hapo. Ramadhani hapa Zanzibar ilikuwa ikifungwa kwa kuonekana mwezi, na mpaka hii leo iko hivyo hivyo. Hizo khilafu sitoziingia nani huko katika asaha, tuziache kama zilivyo. Kwa hivyo tuendelee kufunga kwa mujibu wa amri itakayotoka. Ndiyo ilivyokuwa toka wakati wa kifalme mpaka sisi katika hii hali yetu ya mapinduzi, mpaka leo bado tunafata utaratibu ule ule, amri mpaka itoke kwa wale wahusika.
Kama una khilafu yako fata, hakuna tatizo, siingii katika upande huu, lakini bado amri ya juu ni lazima ifungwe, na mpaka sasa hivi ndivyo tunavyofunga. Katika hali hii Allah subhanahu wa ta'ala ndio pale akatwambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu. Aya hii tasomwa sana katika mwezi huu, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mloamini, mmefardhishiwa nyinyi kufunga kama walivyofardhishiwa waliopita kabla yenu, ili mupate kufikia ucha Mungu. Kwa hivyo tuendelee kufunga, tujaribu kurudi kule kule. Hivi sasa kwa kishamba labda familia moja tu ile ile, lakini kwa nyumba hii na nyumba hii na nyumba hii, hata kule shamba kwetu imeondoka sana. Kwa nini tusirudi? Tutazame kisa cha Yusuf ambao nitafungia mimi hukipenda katika kila khutba kwa sababu kina mazingatio makubwa. Yusuf alayhi salatu wassalam, kama pana mgogoro baina wewe na yule mwenzio, ndio maana hamtaki kufunga Ramadhani kama ilivyokuwa inafungwa huko nyuma, tufate kisa hichi. Yusuf alayhi salatu wassalam, tunajua sote ndugu zake, kaka zake, baba mmoja walifanya nini? Walitaka kufikia kumuua. Aya za mwanzo zinasema hivyo, idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin qatulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin qala qailun minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabati aljubbi yaltaqatuhu ba'dhu as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Kisa kimeanza hapo, wakapewa na baba yao wakenda, falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati aljubbi wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Na ndivyo ilivyotokea hivyo. Tukate kipande hicho mpaka kesha kuwa yeye ni hazina wa Misri katika biashara na katika mfuko wa Misri. Wajaa ikhwatu Yusufa, ilikuwa ndoto ya mtume huko nyuma, aliota kwamba miaka 7 itakuwa mikavu, ng'ombe 7 wanamezwa na ng'ombe 7 wanene wanamezwa na wembamba na mashuke 7. Akatafuta mwotoaji, ni kisa kirefu, akaambiwa tazrauna 7 sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma taakulun thumma yati min ba'di dhalika 7 shidadun yakulna ma qaddamtu lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma yati min ba'di dhalika 'amun fihi yughathu an-nas wa fihi ya'sirun. Nimekusudia nini? Huu baya alofanyiwa Yusuf, na kama kuna makosa tumefanyiana, kwa nini hatukichukui kisa hichi katika makosa yetu tukasawazisha? Tuje wajaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alayhi, ye wakati huo ni hazina wa Misri, wakaja kaka zake wanatafuta chakula, wakamkuta Yusuf, fa'arafahum wa hum lahu munkirun, ye akawajua mmoja mmoja, wao hawamjui. Falamma jahazahum bijahazihim qala atuni bi akhin lakum min abikum ala tarawna anni ufi al-kayla wa ana khairul munsilin fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wa la taqrabun qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Wa qala li fityanihi ja'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idha inqalabu ilayhim la'allahum yarji'un. Wewe unaweza kufanya hivi mtu aliyotaka kukuua? Jalieni wale wapimaji pamaji wameambiwa hizi pesa walizokuja nunulia zirejesheni kwao, bila shaka atalipa yeye Yusuf, ili waweze kuja tena mara pili, siwe ni uzito kwao. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana mun'a minna al-kayl farsil ma'na akhana naktal wa inna lahu la'afidhun. qala hal فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لآفظون. Baba, tumezuiliwa mpaka utupe Yusuf.
qala lan ursilahu maahum hatta tu'tuni mawthiqan min Allahi la ta'tunani bi. Kwa kifupi, tizama kisa kilivyo huko nyuma, namna walivyotaka kumwondoa ndugu yao na namna alivyowapa upendo baada ya kuwaona. Kasahau yote, mwisho wa sura ilikuja bainika, akamwambia anta Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina. Mwisho akasema kaona huyu atalipiza. Neno la mwisho, la tathriba alaikumul yawm, siwezi nkalipiza kisasi leo, sina cha kukufanyeni nyinyi. Yaghfirullahu, Mwenyezi Mungu atatusamehe. Kwa hivyo hebu tuigeni kisa hichi katika Ramadhani yetu hii, tuondosheni tofauti zetu. Kama kulikuwa na maneno yanasema unaleta muhogo kila siku, hebu jaribu kufanya njia tukae pamoja. Na ilikuwa inaleta nini katika Ramadhani za zamani? Huenda mpita njia akawa amepita pale kakosa chakula, basi unaambiwa karibu karibu tupate chochote. Sasa haiko. Wallahi tuko katika hali mbaya, lakini tunaweza kuirejesha. Kwa haya nilosema, ikiwa nimesibu kwa uwezo wa Allah, na ikiwa nimekosea pia Allah, kwa mimi mwenyewe sikutumwa niseme hivi. Allahu alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.